Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo ikiwa ni tarehe 19 ya mwezi Mei, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Celestini wa tano Papa. Celestini alizaliwa katika nchi ya Italia mnamo mwaka 1215 akiwa mtoto wa 11 katika familia ya watoto 12. Alipokuwa na umri wa miaka kama 20, aliingia utawa wa Wakapweke. Aliishi pangoni kwa muda wa miaka 3. Baada ya kusafiri kwenda Roma, alipewa upadre na baadaye aliishi kwenye mlima Majella kusini mwa Italia kwa muda mrefu. Akiwa huko alipata kibali cha Papa, akaanzisha shirika jipya la kitawa ambalo lilistawi sana chini ya uongozi wake. Shirika hilo lilifuata kanuni ya Mtakatifu Benedikto na lilijulikana kama Waselestini. Shirika hili lilienea katika nchi za Italia, Ufaransa na Ubelgiji. Baada ya miaka 20, Celestini alitembelewa na kundi la watawa, waamini walei na maaskofu 4 wakiongozwa na ujumbe wa kardinali mmoja kwenye makao yake. Walikuja kwa madhumuni ya kumchukua na kumfanya papa. Ingawa alikuwa na umri wa miaka 79, Celestini alishtushwa sana na uteuzi huu wa makardinali, lakini alitii, akachagua jina Celestini wa tano. Akawekwa wakfu kuwa askofu wa Roma. Aliingia Roma akiwa amepanda punda, akisindikizwa na wafalme wawili, Charles wa pili wa Napoli na Charles Martelli wa Hungaria. Alishawishiwa na wafalme hawa aishi Napoli. Aliteua makardinali 13 wapya, akawapa mamlaka ya kuliongoza kanisa pamoja naye. Hakuruhusu nafasi nyingine yeyote. Matokeo yake hayakuwa mazuri. Licha ya utakatifu wake, Celestini hakufaa kuwa baba mtakatifu. Alikuwa anajua Kilatini kidogo tu, hakuzielewa sheria za kanisa. Kazi ya ofisi hakuimudu kabisa, kiasi kwamba mtawa huyu mtakatifu alifanya makosa ya kila aina. Celestini alishikwa na mashaka na woga alipokabiliana na mazingira yenye kumfadhaisha. Alikuwa hana maamuzi. Ilikuwa rahisi kuyumbishwa na alikuwa kama bendera fuata upepo. Yeye mwenyewe alihisi kwamba hakujaliwa uwezo wa kushika kazi ya madaraka ya papa. Kutokana na hayo yote, akapata wazo la kujiuzuru. Aliomba ushauri kwa wataalamu, nao wakaamua ya kwamba jambo hilo linawezekana kabisa katika mazingira ya pekee. Kwa hiyo, baada ya kuwa papa kwa muda wa miezi 5, mnamo tarehe 13 Desemba mwaka 1294, Papa Celestini katika mkutano maalumu wa makardinali alitamka rasmi kuwa alijiuzulu kwa sababu ya umri wake, magonjwa na kutokuwa na kipaji cha kumwezesha kuumudu wadhifa huu wa papa. Aliwaomba msamaha kwa makosa yake yote, akiwasihi makardinali waliohudhuria katika mkutano huo wayarekebishe mambo yote na kumchagua mwingine badala yake. Makardinali hao walikubali kujiuzulu kwake. Naye Celestini akiwa mwenye furaha alirudi kwenye nyumba yake ya kitawa milimani, akiyavua mavazi yake mazuri, akaendelea tena na maisha yake ya kitawa. Hata hivyo, papa aliyemrithi Bonifasi wa 8 aliogopa kwamba yangetokea machafuko kwa ajili ya Mtakatifu Celestini na wafalme kuwa watamtumia kwa mambo yao ya kisiasa. Kwa sababu hiyo, akamtoa milimani alikokuwa amejificha,
akamfungia kwenye chumba kidogo kilichopo mjini Anagni karibu na Roma. Celestini akasema, sikutaka kitu chochote duniani isipokuwa kijumba, ndicho hiki wamenipa. Baada ya miezi 10 iliyojaa shida na taabu, huku akisali na kufunga, alifariki dunia mnamo tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka 1296. Alitangazwa mtakatifu mnamo tarehe 5 ya mwezi Mei mwaka 1313. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Celestini wa tano, Papa. Ili uweze kuzungumza na Mungu ana kwa ana, lazima upende kwanza kukaa naye peke yako. Rejea ya Mtakatifu Celestini. Watakatifu wengine tarehe 19 ya mwezi Mei: Mtakatifu Alkwini na Mtakatifu Ivo. Mtakatifu Celestini wa tano, Papa, utuombee.